Mama, nimekuita hapa maana jana sijakuelewa. Nataka kujua mwanaume gani anakuchanganya wewe. Anakuchanganya wewe nani? Au yule Juma anakuchanganya? Na dada mimi sitakumtajia yule mtu. Mwanaume ana wanawake kila mahali. Haya, niambie sasa, mwanaume gani anakuchanganya wewe? Dada siku sawa, tutaongea. Sasa sikiliza nikwambie. Ndoo za maji zitakwenda na hapo kwa tete maji. Mimi ndo kutafuta mboga. Ndio nishasema. Wewe sasa kuniambia kachote maji. Sasa sikutumii peke yangu kuchota maji. Mwanaume gani anakuchanganya wewe? Mapenzi ni kitu gani? Haya mapenzi ni kitu gani? Nilimpa moyo nikampa figo. Mbona saa hizi? Yaani hivi mimi nimechoka. Unajua nimechoka eh? Wewe uliniambia ametulia huyo. Amemaliza mambo yake yote. Kwani shida ni nini? Yaani huwezi amini juzi. Nimekaa zangu sebuleni naona simu inaita mume wangu. Na kuja kutazama namba ngine napokea. Wifi acha huwezi kuvumilia. Baby, sijui mambo ulionipa mazuri, sijui baby una kidali. Kweli jamani wifi huyo amemaliza mambo yake huyo? Anayozungumza mzako umeyasikia? Je, ni kweli anachokizungumza? Ninakuuliza wewe, anayozungumza wifi yangu ni ya kweli? Damu hii ndio nimekosea namba. Labda nyingine. Anakosea namba hadi kidali? Sasa kidali kama cha kuku. Ndugu yangu hebu nisikilize. Hivi wewe unatafuta nini ndani ya hii dunia? Maradhi? Nimekutafutia mwanamke mzuri tu. Mwanamke mweupe, mwanamke ana sifa nzuri. Unaona mimi sina akili? Lakini mke wangu sishaongea pale nyumbani ya mama. Umeongea na nani? Na ukiendelea na hizi tabia zako, nitawapigia simu wazazi wako. Nitampigia simu baba pamoja na mama niwaambie tabia zako chafu unazozitenda hapa. Sikia. Naomba muombe radhi mwenzio. Hebu muombe radhi mwenzio. Maana kukataa kumwomba radhi na maana wewe bado unahitaji kuendelea na hayo mambo. Nishaongea huyu. Unamuomba radhi ama bado tutaendelea kuweka mzozo? Muombe radhi mwenzio. Mapenzi ni kitu gani? Haya nishi. Mapenzi ni kitu gani? Nilimpa moyo nikampa figo lakini hapo mwanangu akaa wewe. Karibuni. Mdada. Karibuni. Asante. Samahani dada kwa sumu. Samahani dada. Kuna mtu kwa tunamuulizia hapa anaitwa nani? Ndio Saimini. Huyo hayuko, ameondoka toka mwezi uliopita. Mimi hapa ni mgeni. Toka jibu tangu lini? Toka mwezi uliopita. Mimi habari hizi za kuzunguka mimi sitaki. Ndio kwambia mimi na dogo langu yupo vizuri tu, lakini wewe sasa tuchukue mtu kutoka Rufiji, si wapi? Mambo yenyewe ndo kama haya. Umeona? Kwa namba zake hujaachiwa nini? Hapo naimba peleche nyingi hakuna atondoke. Wewe hapo shapigwa watu kibao kina Juma kina Hasani. Haya karibu. Watu na maziku hapo. Haya. Ndio tena kaza. Nasema ukweli. Ni sio kwenda kumpa kushoga yangu TV ya bure hapo. Kutoka hapo mle maziwa. Sasa hivi shoga yangu bana ananionea vipi safu za 500. Una chai hivi? Bwana wewe nisuke, bwana yeye anakupa siku. Basi ndio utulize hichi kichwa chako maana ushaanza kunichosha sasa hivi nishachoka mimi. Nywele za 500 nywele zinanuka uoshe. Mwenyewe. Karibu. Mambo zetu. Wazetu. Wewe kimekuleta nini?
Shoga yangu, mimi binadamu sijakamilika. Nisamehe mwenzio. Yaani binti kwa kitendo ulichonifanyia. Sina budi kukusamehe kwa sababu ndio shoga yangu. Niambia uko ulipotoka. Mimi kuna jambo linanisumbua. Kuna mwanaume nipo naye kwenye mahusiano, lakini huyo mwanaume ambaye natoka naye ni mume wa mtu. Mume wa mtu. Shoga unalogwa. Unalogwa. Sasa nitafanya nini? Ndio nishapenda tena kapenda. Wanao kupeka hizo dada. Mamu. Sasa wewe tuleka nikutulia mimi shoga yako hapa jamani. Aya nusu. Ala mpenzi. Uko wapi? Asa baby, nataka tutoke out na shoga yangu hapa. Ina mashoga zangu hapa, tunataka tutoke out. Haya basi poa. Tunakuja sasa hivi. Kwa mtu ana hela tukamtia sawa. Basi tushamaliza. Hapo tuacha nini? Mwani kuja hapa huko. Wewe ushamaliza hapo. Wewe ushamaliza. Wewe ushamaliza mbele out shoga. Ondokeni baba. Haya mapenzi ni kitu gani? Haya mapenzi ni kitu gani? Nilimpa moyo nikampa figo, lakini mwenzangu kavikatakata. Licha ya kumjali nikampa yote, lakini bado wakaniacha. Ngari mimi naishi sidhani kama Niambie. Shwari. Nzima. Kama kawaida bwana. Bana, tu kofia hapo. Yeah. Niambie mama. Poa. Vipi? Fresh man. Vipi aliniambia anajisikia anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Unajua tena. Hodi wenyewe. Karibu. Wenyewe. Karibu. Asante. Asante. Wapenda nao wao. Kwambie habari zenu? Salama. Penzi wewe. Niambie. Safi. Karibu. Naona wenyewe mna furaha. Sasa hivi ndio kitu ambacho mimi dada yako nilikuwa nakihitaji. Maisha ya ndoa ni maisha ya furaha ndugu yangu. Sio kila nikija wifi kesi. Huyu kaka yako kanifanya hivi, kaka yako nimemfumania kaka. Usiwe hivyo. Unaona hivi mwanamke mzuri kabisa huyu. Na Aisha, Mwenyezi Mungu awajalie kheri jamani, ndio wenu hivi na kheri. Hivi ndio maisha yanatakiwa yawe. Msiwe watu wa marumbano ndugu yangu. sawa damu. Sawa. Karibu. Asante wifi yangu, nimekuja nilikumisi, nimekaa nikaona kama ni mke wangu mwenyewe, maana umenisusa siku mbili hizi, kumbe mambo. Naambia nikupe kinywaji. Hami chochote ukiniletea maji, ukiniwekea sumu, ukinifanya haina shida wifi yangu. Haya. Nampa yeye, nampa mimi. Kampe wewe, usidu wifi yako. Na kampe wewe. Kwani sasa. Niambie, na biashara zinasemaje? Juzi hapa nipata kipengele kimoja mwanangu, sio poa. Vipi, niko na kazi? Wewe unataka kumwandalia mumeo? Lazima uweke kabati msuna gasi umefungua hapo. Lakini mimi kuna wazo nimeliwaza. Wazo gani? Mimi na rafiki yangu anasafiri. Yeye kazi yake ni kwenda Mombasa, anachukua vijora, anakuja huku, anauza kwa jumla na rejareja. Sasa mimi nilichowaza, kwa nini usimfungulie wifi hiyo biashara? Naye akawa anauza, watu waondokane na haya mazingira ya kukaa nyumbani peke yake. Sawa, utafanya hivyo kama tu tayari. Kukaa hivi nyumbani na basi chafu. Msema ataje ushamaliza. Usijali wifi yangu, usijali. Mimi nipo wifi yangu. Tafungua mwenyewe. Karibu. Haya. Mwanamke ndo kashaniwekea hivi. Wifi mahaba ya juu mimi ninavyompenda. Hapo apendeki. Apendeki wifi yangu. Karibu. Sasa wifi,
Kuna kitu nimeongea hapo na ndugu yangu. Unaona? Mimi na rafiki yangu anasafiri kwenda Mombasa. Sio nimemwambia tuongee, tukae chini, tupige mahesabu kufunguliwe duka la vijora. Au unaona raha kukaa nyumbani? Kweli? Usipende kukaa nyumbani rafiki yangu. Maisha ya sasa hivi kujitafuta, sawa? Mimi ngoja kwanza nimalizie kisoda changu hapa. Bongo kama umechukua muziki gani? Hapo kama mwanangu unaona ndio hapa nayo. Kwa ndo umemchukulia Rabii. Nimechukua Rabii hapa. Ndio hata simkuta nikimuona. Unajua anaenda ndichi. Na mimi leo sijamchukua. Yaani sijaendesha pikipiki kabisa. Sasa mimi ndugu yako au utaka pikipiki kuendesha ndugu yako, mimi na matatizo. Ndio mimi najua kaka, lakini unajua maisha yangu mwenyewe. Yaani ningempata. Mimi ndio ningepelekwa polisi. Kwa sababu dogo anaita dharau. Na mimi nilishakwambia sana kaka. Hayo habari hizo za watu kazi, niambie mimi, mbona kuna dogo mimi uko naye vizuri? Sasa mimi najua mwanangu, wewe unamjua mtu mpaka mtu afanye matukio kama hayo mtu na. Wewe dogo vipi dogo? Nikwambia mara ngapi nimwambia kuna dogo anaweza kumfua amekaa tu, hana kazi yoyote. Yaani mtu yupo vizuri, dogo. Yupo fresh tu. Wewe tu sasa. Unajua sio mimi, kwa sababu kama amepaka mimi kanatemea usho, wote sio ajui. Sasa mimi umetaka kitemea usho mtakufanya nini? Afikie ndugu yangu. Sasa mimi kumbe ndugu yako, sasa uniamini nini sasa? Uniamini nini? Mdogo mimi napajua paka kwao. Mdogo. Yaani najua kila kitu, ni mkubwa wake namjua. Yeye anaitwa Mazika. Mama yake anaitwa Asha. Sasa mimi sijui nini. Yaani ule pale akija pale anapiga kazi kama mbuzi. Basi imeisha. Yaani wewe hapo andaandaa michongo ya hela iwe sawa. Au sio? Yaani hapo ndo vizuri. Sasa nikwambia kaka, utafuta mfanyakazi, tafute mimi kwanza. Mahaba vipi? Nimekuja kukuaga, unasema nataka nitoke na mashoga zangu. Sehemu gani? Yaani inabidi nijue sehemu ili hata kama mtu anakutafuta anajua anaanzia wapi. Sehemu gani unaenda? Nimekwambia natoka. Jamani, tunachelewa, muda wenyewe ndio huu. Vipi kwa nini lazima kila tunapoenda wewe pajue dada? Dada hayakuhusu. Afu wewe nishakwambiaje kuleta matukio ya kipuuzi hapa ndani kwangu? Mbona kama unielewi? Mimi nimekuja kukupa taarifa tu kwa maana natoka. Mengine ananifuata na kizazi cha 2000 Mungu akinusuru. Niambie, maana hapa niko na safari nitoke niende zangu kliniki. Uliponiambia kabidi nikusubiri, maana akasema ujio wako utakuwa sio wa kawaida. Niambie nasema nipigie simu kwanza, maana anaweza kaa na safari zake nikaenda nikamkosa. Sio niona tena ndo nishajipura anakuambia na kitumbo changu. Unaenda wapi? Unapenda kuzurura wewe. Hatari. Shoga yangu mimi nimekuja. Mguu huu nimekuja kukualika maadini dua. Kwa nini nimekuja kukualika? Shoga yangu ujumuike na wewe huje. Usijali, hamna sare. Sare kama kawaida. Utakuwa na kijora kikavu 12,000 cha mtandao 15,000. Usijali shoga yangu. Mimi tena utaniwekea kijora ambacho utakachokivaa wewe. Tena nataka cha mtandio. Nakujua. Kizuri rangi ya mjini. Na binti yako Edita yuko wapi? Uzuri na majanga. Tukipata muda na kuhadisia mwanangu atulii. Hapa katoka saa 12 asubuhi kaniambia anaenda kwa shoga yake. Lakini mpaka saa hizi saa 8 hii sikumuona. Shoga, siku ya kuja kunieleza majanga yako ukipata muda na mimi nikueleze majanga ya huyo binti yako. Watoto sasa hivi ana viranga. Pole dada, nisiseme sana mimi mwenyewe na uzazi. Pole. Sio nipeleke kwa babake yule mtoto? Binti yule babake tena kumfanyia nini? Utamfanya kawe kinani tena kizurura cha mjini tena kila mtu tena mlendo wa kwako dada, pengine karithi tabia zako au mkazi zile tena tunakuwa halo visenishakuwa haya bwana, naye atakikuwa taacha. Karibu mwaya. Mimi sikai, basi naenda zangu hata tena kwa majirani zangu wengine huko kualika. Haya mwaya, karibu, ngoja na mimi nimalizie hapa. Haya nijiandae kutoka. Hodi karibu. Leo naona ndani kwangu nina neema. Shoga yangu hata sikai. Ngoja kukushukuru.
Kuna nini? Moto moto dada. Mimi nilikwambia chochote kitakachotokea njoo niambie mimi, yule mimi anishindi. Ila sasa maneno ya ziada. Sasa hivi unatakiwa upambane na ndoa yako wewe mwenyewe. Mshikilie, mzuie kwa kila kitu. Kingine, ile biashara ambayo nilikwambia, jaribu kumkumbusha kila siku. Mpaka sasa hizi naona kimya, huna chochote unachoniambia. Sawa, ila kuhusu biashara, mimi nishaka na mume wangu tushazungumza, ameisha, wala usijali. Haya kipenzi, mwenyewe hapa sikai, nataka nitoke nini? Hicho kinasemaje? Ndio nakipeleka kliniki. Wai na mimi ni wai, maana ukichelewa foleni. Haya msalimie kaka yangu tena. Haya mwana. Mapenzi ni kitu gani? Haya mapenzi ni kitu gani? Nilimpa moyo nikampa figo, lakini mwenzangu kavikatakata. Licha ya kumjali nikampa yote. Haya ndugu zangu, shughuli ndio hiyo ya dua ya babangu. Kama nilivyowaambia mara kwanza, naombeni msiniangushe. Hatuwezi kuangusha udugu wangu, maana kwenye majambo yetu tuko mstari wa mbele. Kwa hiyo kwa hilo ondoa shaka. Vipi kuhusu vijana, ushatafuta? Sasa sijaenda kutafuta, ila nikiwa tayari nitawapigieni simu, tukutane Kariakoo tukatafute. Wawili ni wawili au watatu ni watatu. Si ninajua. Kweli hapo ndo mfanya hapa. Peke yangu hata siwezi. Mtamsinga chagua huwa baya kule. Sawa. Sisi hatuwezi kukuangusha, tuko pamoja. Haya, nategemea. Haya mapenzi ni kitu gani? Haya mapenzi ni kitu gani? Nilimpa moyo nikampa figo, lakini mwenzangu kavikatakata. Licha ya kumjali nikampa yote. Haya mapenzi ni kitu gani? Haya mapenzi ni kitu gani? Nilimpa moyo nikampa figo, lakini mwenzangu kavikatakata. Licha ya kumjali nikampa yote, lakini bado wakaniacha. Ngari mimi naishi, sidhani kama nitakusahau. Kwangu bado mazishi, labda mwenzangu ulipanda dau. Vile sometime naonekana mnyonge, mbele sioni naona kiza. Kuna time na kumisi nyumbani, uwepo wako ni miujiza. Sione nalia sababu ya mapenzi, sinione nalia naumia sababu ya mapenzi, sinione nalia sababu ya mapenzi, sinione nalia naumia, simuoni wangu mwenzi. Habari zenu wapendwa, tunatafuta wasanii wa rika zote, uwe kijana, mzee, msichana ama mvulana. Msisahau kutusapoti katika chaneli yetu ya Nyau Studio. Vile vile msisahau kutusubscribe katika chaneli ya Nyau Studio. Tunatafuta msanii ambaye ana kipaji cha aina yoyote. Karibuni sana, tunawapenda na tunahitaji sana sapoti zenu. Bye.